أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ndugu wa Islam, kwanza mimi nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kupata fursa ya kusimama mbele yenu na kufikisha kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ameniwafikisha. Inshallah Mwenyezi Mungu aniwezeshe kufikisha hayo niliyoyakusudia yaweze kuwa na faida nasi katika dunia na akhera inshallah. Ziada za rehma na amani kwa wingi zinamstahiki Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Amir Hamza hapa kwamba muda si mrefu, hautoshi kulingana na mada hizi, lakini inshallah tutakwenda kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyowezesha tuweze kufika kikomo ambacho wengine nao wapate nafasi ya kufikisha. Ndugu zangu wa Islam, kama mlivyotanguliwa kuzungumzwa kwamba mada nitakayowaletea mimi ni sehemu ya mada yenye anwani isomekayo ubora wa Qur'ani zama za sayansi na teknolojia, ama kwa kifupi Qur'ani katika karne ya sayansi na teknolojia. Ijtimai ya mwisho nadhani mwaka jana nilizungumza Morogoro. Nilizungumza aya mbili za Mwenyezi Mungu zilizomo ndani ya Qur'ani, wa idhal biharu sujirat na wa idhal biharu fujirat. Aya ambazo zilikuwa zinalenga kuzungumzia namna bahari itavyowaka moto kabla ya kiyama kusimama. Taarifa nilizopata kutoka kwa viongozi kwamba kwa Tanzania, Mungu akipenda, kwa mwaka huu tunaweza tusiwe na ijtimai nyingine kutokana na mazingira ya mambo mbalimbali ikiwemo na mambo ya uchaguzi Tanzania, isipokuwa ile itakayofanyika Mombasa mwezi wa 12 nadhani. Na kwa sababu hatutakuwa na ijtimai mwezi wa 9 na wa 10 ambapo ndipo tutaelekea katika jambo muhimu. Jambo lenyewe ni ibada ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Mimi naona nitumie nafasi hii kuifikisha mada hii ili iwe kumbukumbu hata nikiondoka kabla ya mwezi kufika. Kwa hivyo pamoja na kuizungumza Qur'ani katika karne ya sayansi na teknolojia, sasa nini sasa subtopic ya mada? Tutazungumzia faida za saum katika Uislamu kisayansi. Waislamu tunafunga na watu wengine nao wanafunga wasiokuwa Waislamu, lakini tunatofautiana. Funga ya Waislamu ni ile ya kuacha kula, kunywa, kuingiliwa na baadhi ya vitu vingine tangu kuchomoza kwa alfajir mpaka kuzama kwa jua nyakati za magharibi. Hii ndio ibada ya funga. Mwenyezi Mungu ameiamrisha ndani ya Qur'ani katika sura ya 2 aya ya 183. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu
kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, nyie mliokubali kalmati tauhidi, mlokiri kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hana mshirika, tena mkakubali kuwa Muhammad ndiye nabii wa mwisho wa kuipeleka dunia katika uzima wa milele. Kutiba alaikum siyam, imekuwa ni lazima kwenu kuingia katika ibada ya saumu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile tulivyowaamrisha ibada hii kwa lazima waumini waliokuwa kabla yenu, zama za Musa, zama za Daudi, zama za Isa, wengine wanamuita Yesu au Jezi Kifaransa au Jesus Kiingereza, ukipenda Bebeto kwa watu wa Brazil. Mlengwa ndo huyo mmoja. Kwa nini mmelazimishwa nyinyi na wenzenu? La'allakum tattaqun, kwa tendo hili la ibada ya saumu mtapata kumcha Mungu, ili mpate kuingia katika ustadhi, katika mwezi wa malezi, mwalimu wa kuwapika imani zifikie lengo la kuwa wacha Mungu. Sa Qur'ani hapa inazungumza ibada ya saumu spirituale, kiroho, kwamba wewe ukishafunga ibada inachokupelekea ni kupata faida za kiroho. Lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye daktari na profesa wa ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa zama tulizo nazo, Muhammad ndiye nabii wa karne ya sayansi na teknolojia. Nabii Muhammad anawaambia Waislamu wasije wakaona wakishinda njaa, wasije wakaona wakiacha kula, ikafikia mahali wakawa wameacha kula, mwili umeathirika, umekosa nutrition, umekosa virutubisho, wakaona basi faida yenyewe ya roho tu. Roho sintenda kufaidika kaburini, kiroho sintenda kufaidika katika akhera, nitafaidika kiyama. Vipi basi huu mwili unaoshinda njaa katika kipindi hiki? Profesa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nabii wa karne ya sayansi na teknolojia, hakuwacha mwili bure bure, naye akatamka katika hadithi yake akisema, sumu tasihu, mkifunga pia mtapata afya. Kumbe kwa maneno haya ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ibada ya saumu ni faida physical and spiritual, ni faida kimwili na ni faida kiroho. Lakini kuna swali la kujiuliza sasa, hiyo faida ya kiroho na kimwili, kiroho tunajua si mtaenda mbinguni, si ndio dhana yenu Waislamu, mtaingia peponi, ndivyo mafundisho yalivyosema. Sasa swali linakuja, vipi mtafaidika kimwili kwa ibada hii? Kwa sababu Mtume sallallahu anatumia neno siha, sumu tasihu, mkifunga mtapata afya. Na siha kwa mujibu wa modern doctors, madaktari wa kisasa, wanakubaliana kwamba mtu mwenye afya lazima awe na vitu viwili. Jambo la kwanza, anaongezeka uzito katika viwango vinavyokubalika. Haiwezekani wewe uwe una afya alafu kila siku unapungua uzito. Jambo la pili, wanasema ni lazima aongezeke upana wa bodi yake, anenepe. Hata akionekana tu kwa watu waseme, ndugu yetu sasa mambo mashallah yamekaa vizuri. Dhana hii ya madaktari wa kisasa inakwenda tofauti kidogo kwa namna mwanadamu anapofunga na muonekano wake katika funga, kwa sababu Muislamu anapofunga vitu viwili humfuata. Badala ya kunenepa huwa anakonda, badala ya kuwa mzito anapunguza uzito. Vipi Muhammad ametumia neno siha? Kufunga kuna saumu, kafunga saumu kuna faida ya kiafya, ilhali mtu anayepata afya anakonda na kupungua uzito. Au Mtume hakujua tafsiri ya neno siha sasa zama za sayansi na teknolojia? Jibu hapana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifahamu vizuri
tafsiri ya neno siha. Lakini afya imegawika katika makundi mawili. Kuna afya ya muda mfupi na kuna afya ya muda mrefu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alilenga afya ya muda mrefu, mwanadamu anavyoweza kufaidika kwa muda wa baadaye. Mara atakapoingia katika sala la funga, anautayarisha mwili kujijengea matumizi ya asili ya kinga za mwili kudhibiti maradhi. Na ndiyo maana ukitazama saum inakuwa pana sana katika mambo haya ya kisayansi, kwa sababu mwili wa mwanadamu unafanana na chombo cha moto kama vile gari, treni, ndege. Ili mwanadamu atembee anahitaji kuwa na vitu kama vinavyopatikana kwenye gari. Lazima uwe na injini, una gearbox, una magurudumu, uwe na matairi, vitu vyote viende, ndio mtu unakuwa sawasawa unatembea. Na Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu hivi ili iweze kuwa mfano kwake, ajue kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Sasa injini inayokontrol mwili wa mwanadamu ni moyo. Moyo ni organ iliyofungwa katika kifua cha mwanadamu. Robo 3 ya moyo wote iko katika titi la mkono wa kushoto na robo 1 katika mstari unaokigawa kifua. Moyo kimaumbile unafanana na tunda la pears. Kama unapata tabu, basi nakupa mfano mwingine, unafanana na yai, liwe la bata, la kuku, la ndege, lakini umbo la moyo linafanana na yai. Na moyo umefungwa hapo kwa misuli iliyokuwa imeshikamana barabara, ili kuudhibiti wakati moyo unapanuka na kusinyaa, usichomoke na kuangukia ndani humo. Moyo huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ameufanya kuwa injini ya kuhakikisha ina supply damu katika mwili mzima, na virutubisho vinafanya kazi na mwanadamu anapata uhai. Kwa sababu hii ndio maana tunasema moyo ndio injini na ubongo inakuwa gearbox. Kwa nini? Kwa sababu ubongo ndio na control sensi zote za mwili, ili mwanadamu aweze kufasiri sensi zake kwamba hapa sasa mimi niko chumbani, huyu ni mke wangu na haki ya kuvua nguo nilale. Hapa niko barazani, hawa ni wanangu, nikikaa uchi nimejidhalilisha. Hapa niko barabarani, nikitoa chochote hapa nikawa nimemchomoa mkuu wa wilaya, nikaanza kujitolea haja hapa, nishalivuruga. Akili hii inafasiriwa kwenye ubongo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya kazi hiyo bure na hatulipi bili. Sasa kazi ya moyo ni kuhakikisha unapokea damu kutoka ndani ya mwili na kusafirisha damu kwenye mwili. Na ndiyo maana ukiutazama moyo umeumbwa kuwa na 3 layers, una tabaka 3. Una endocardium, myocardium and pericardium. Una tabaka ya ndani, ya katikati na ya nje. From layer to layer, kutoka tabaka kwenda tabaka, Mwenyezi Mungu amezungushia fluid, kiwango kidogo cha mafuta yenye utelezi. Kazi ya mafuta hayo ni kuzuia tabaka na tabaka, wakati moyo unatanuka na kusinyaa, usifanye infection, msuguano utakaosababisha tabaka na tabaka kutoa vidonda ambavyo ukivitazama vinaweza kusababisha kensa ya moyo, ambao ugonjwa huu hauna dawa hata ukipelekwa St. Thomas London. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia ndani ya vyumba hivi 4 na mafuta haya, akajalia ndani yake kuweka chambers, kuweka valve, kuweka vyumba 4 na valve 2 zinazopitisha damu kutoka upande kwenda upande, na nje akaufunga bomba 4. Ya kwanza kubwa inaitwa superior and inferior vena cava, inayobeba deoxygenated blood, damu yenye carbon dioxide ndani, from the body tissues, kutoka ile nywele yako, damu ya nywele ya utosini mpaka ya kwenye unyayo wa mguu, from the body tissues, kutoka kwenye mwili wote to the heart, kisha nasukumwa kwenye moyo ili ikafanywe filtration, iondolewe carbon, iingizwe oxygen, itoke kuwa deoxygenated iwe oxygenated, kukupunguzia gharama ya kubeba tenki za damu mgongoni. Kwa sababu ili gari iende, si mnaenda petrol station mnajaza ntili ya lita 9. Watu wa daladala ni kidumu. Sasa hakuna kidumu mle.
Mungu anafanya filtration mwenyewe, inaondolewa carbon, inaikwa oxygen. Lakini moyo wakati huu unatanuka na kusinyaa, na unatanuka na kusinyaa kwa sababu umefungwa misuli ambayo inafanya kazi, ilhali imefungwa muscles, kitaalamu zinaitwa involuntary muscles. Muscles inafanya kazi bila kutegemea akili. Na mafuta haya anawekewa mwanadamu akiwa katika tumbo la mama yake mzazi. Pale unapotimiza siku 120 ambazo ni sawa na 43 au wiki 17. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwanasayansi, anasema anaumbwa kila mmoja wenu katika fuko la uzazi la mama yake kwa nyakati 3, kwamba siku 40 za mwanzo mimba inakuwa damu, siku 40 zinazofuata inakuwa nyama na mifupa laini, na 40 inayofuata anatiwa mifupa, inakomazwa mafupa na kuvikwa nyama na kuumbishwa sura. Wiki 17 ambazo ni 43 au siku 120, sawa na saa 2881 au dakika 172,800 ama sekunde 10,368,000. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayafanya hayo kwa ihsani yake. Anasema ndani ya Qur'ani katika sura ya 23, surati Al-Mu'minun, aya nambari 14, walakad khalaqnal insana fi ahsan taqwim, na tumemuumba mwanadamu katika umbile bora kabisa. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu ameujalia moyo kuwa hivyo, unafanya kazi hivyo. Lakini damu inapoondolewa ikifika katika moyo, katika valve, katika chumba cha mwanzo cha ventricle, ikaingia katika mfumo wa mawimbi, siwezi kueleza sana kwa sababu ya muda. Damu hii inachukuliwa tena katika mfumo huo huo wa mawimbi, kuondolewa katika chumba cha mwanzo ventricle na kupelekwa katika atrium, chumba cha pili. From ventricle to atrium, Mwenyezi Mungu ameweka valve, mwanya uliofungwa muscles za involuntary, muscles inayofanya kazi hata kama umelala. Muscles hii inaruhusu damu kutoka upande mmoja bila kuiruhusu damu iliyokwenda upande wa pili kurudi tena upande ilikotoka, na hiyo ni daily. Siku ikirudi upande wa pili, moyo unapasuka na wewe marehemu. Hata wangekuja ma specialisti kutoka Ufaransa na Uingereza, halina dawa tena. Sasa damu inapoondoka hapo, inasafirishwa kwa mshipa mwingine unaitwa pulmonary artery. From the heart to the lungs, unaondolewa kutoka kwenye moyo, damu inapelekwa kwenye mapafu mawili. Inakwenda kufanya nini? Inakwenda kufanywa filtration, kwa sababu huko damu inakuwa tayari kuna vigari maalum vinaitwa red blood cells, chembe nyekundu za damu, ambazo zenyewe damu inapotoka kwenye mwili kuja kwenye mapafu zinakuwa zimebeba carbon dioxide, na hapa damu inakuwa deoxygenated, yani ishatumika. Ikifika katika mapafu, kazi ya ile red blood cells ni kupakua zile carbon dioxide na kuingiza oksijeni kwa haraka, tendo ambalo inafanyika kuondoka damu kutoka kuwa deoxygenated na kuwa oxygenated blood. Pale kwa pale damu inatoka kwa iliyotumika na inakuwa inayotaka kutumika, kisha inapita kwenye pulmonary vein from the heart, from the lungs, kutoka kwenye mapafu to the heart, inarudishwa tena kwenye moyo, kisha kwa mshipa mkubwa wa aorta inasambazwa katika mwili ili iweze kufanya kazi. Sasa nini damu? Hili ndio swali la msingi. Ukisema damu ndo nini sasa? Tunaposema damu ni maji ya plasma yenye red blood cells ndani yake, white blood cells ndani yake, na kuna virutubisho vilivyofanywa digestion kwenye mwili tayari. Virutubisho hivi vinakuwa humu ili viwe absorbed kwa kutumika katika mwili, na wewe ndio unapata energy na virutubisho vingine. Sasa ndani ya damu kuna hali nyingi sana, ikiwemo vyakula. Sasa vinasagwaje? Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, damu inapewa vyakula baada ya kufanyiwa mmeng'enyo katika tumbo na mikono. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha Waislamu tukitaka kula kwa masharti yafuatayo. Kwanza, tunawe mikono kwa maji yanayochuruzika. Uislamu unataka maji yawe yamewekwa kwenye chombo kingine, chini kuna chombo kingine, katikati ya chombo na chombo chenye maji kuwe na mikono ya mhusika.
haya yanamiminwa juu, mikono inanawa, uchafu unamwagikia kwenye maji mengine, kwenye beseni ya chini, ilhali maji haya yawe ya vuguvugu, kwa maana ya joto. Kisha maji haya joto unayonawa, sheria katika Uislamu inataka ukishamaliza basi unatakiwa ule kwa kutumia mkono, tena uwe wa kulia. Kwa nini sasa tunakula kutumia mkono? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa analenga kufundisha namna Uislamu unavyofundisha vitu vikubwa katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu digestion system inaanzia mkononi. Kwa nini? Mungu amefunga tezi katika kiganja cha mkono ambacho kinamwaga enzymes, kinamwaga nitatumia neno jepesi sasa kwa sababu enzymes sitaki niseme yani sina Kiswahili kizuri, lakini enzyme maana yani labda nitoe maneno labda vidudu fulani niseme hivi, lakini si vidudu kwa maana ya vidudu. Yani kuna chembe hai fulani ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka kwenye mkono. Unaponawa maji ya moto, maana yake ni kuilainisha ile ngozi ya mkono. Ukiilainisha, zile stomata, yani vinyoleo, viuwazi vilivyomo kwenye ngozi vinaachana, kwa sababu ngozi inakuwa laini. Yale maji yanatoka yenye hao enzymes. Unaposhika chakula, hawa enzymes wanapokiona tu chakula kimeingia mkononi, wao weshafundishwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo chochote kinachopita kwenye mkono, nyie kwanza mnakichachisha, maana hicho tayari kwenda tumboni. Ndiyo maana chakula kikishikwa tu kwa mkono, automatically tayari kimeshazingirwa na enzymes hawa. Ndiyo maana inapotokea mtu unachukua wali au maharage au chakula chochote kile ulichopika, kisha ukakichukua kwenye sahani ukakichota kwa kijiko, ukaweka kwenye sahani nyingine, kingine ukachota kwenye mkono ukaweka kwa sahani nyingine, hiki ulichochota kwa mkono kitaanza kuchacha mwanzo kabla ya kile ulichochota kwa kijiko. Kwa nini? Hiki cha mkono kinachacha mapema, kwa sababu enzyme weshaambiwa na Mungu, kila kinachopitia hapo wewe anza kumeng'enya, hicho kinakwenda tumboni. Sasa haijalishi wewe una meza unatupa, wao sio kazi yao hiyo. Ndugu zangu Waislamu, unatakiwa Muislamu unaposhika chakula walau kitawale kwa sekunde chache mkononi. Tusile kama mijusi, tusile kama nyoka ndanda, asivyo hivyo. Unakizungusha kidogo, kisha unakileta katika mdomo, unatafuna kwa meno yako. Na tunatafuna chakula mdomoni kwa sababu sehemu ya pili ya digestion inapatikana mdomoni. Kwa nini? Kwa sababu kwenye mdomo kuna tezi mbili zinaitwa salivary glands. Ya kwanza imefungwa juu katika taya ya juu ya mdomo na ya chini katika ulimi. Taya hii ya juu ina pacha mbili. Kwa upande wa juu inamwaga maji mengine madogo ambayo ukitaka kuyatazama, hebu chukua vidole vyako sasa, peleka katika pacha mbili za pua yako katika macho yako yanapoishia. Bonyeza ndani kidogo, kisha bonyeza kwa taratibu, utakuta kuna hali fulani ya maji yakicheza hapo ndani. Maji hayo kazi yake kubwa, kwanza yana asili ya chumvi kwa mbali sana, yani ukakasi fulani, yana aina fulani ya alkali ndogo kwa mbali sana. Kazi yake kuua wadudu watakaopenya ambao wewe huwezi kuwaona. Lakini ya pili ni kusaidia hilo jicho wakati linapepesa, linafanya mzunguko, angalia kulia, angalia kushoto, ule mzunguko wake isije kasuguana na hilo funiko la jicho ukapata msuguano ambao ukasababisha kupatikana kwa vidonda. Hayo maji yako kwa juu. Kwa chini inamwaga hiyo salivary, yani mate, ambayo ndani yake mate kuna vitu vikubwa vitatu. Taeleza kimoja au viwili kutokana na muda. Kitu cha kwanza kinachopatikana ndani ya salivary ni kitu kinaitwa tyalin, ambayo si mara nyingi sana kwa wanadamu katika utendaji kazi. Hii inatumika sana kwa wanyama. Ndio maana mnyama anaweza kula gome la mti au jani kavu kabisa, akakata tawi la mti, mbuzi akatafuna, lakini kinyesi kikatoka kama kisamvu kilichopondwa. Yani kinachofanya kisamvu kipondwe katika tumbo la mnyama ni hii tyalin. Ina nguvu kweli kweli, hata gome la mti litasagika tu. Kitu cha pili kinachopatikana ndani ya hiyo, kunapatikana enzyme anayeitwa salivary amylase. Enzyme huyu anafanya kazi ya digestion, na yeye anashughulikia vyakula vyote ambavyo ni cooked, yani cooked starch, vyakula vilivyopikwa vya asili ya wanga vilivyopita mdomoni.
anavimeng'enya na anahakikisha vinakwisha, au anavibakiza ambavyo vimemshinda kutokana na mfumo wake, vitakwenda kusagwa mbele. Tutaona namna vitakavyosagwa. Kazi ya pili ambayo anayefanya hapa ni kitu kingine ambacho kazi ya mate inapatikana kwa vitu kama vinne hivi. Kuna bicarbonate, kuna potassium, kuna calcium. Hizi ni sehemu ya madini zinapatikana kwenye mate. Madini hizi zinazopatikana kwenye mate, kazi yake kubwa ni kuhakikisha zinaua nguvu ya asidi inayotokana na wadudu wanaoingia katika